Mungu wetu ni mwaminifu, ametupa uzima tena tunaendelea. Mnaendeleaje huko? Ibada ilikuwa nzuri, tumemuona Bwana na matendo yake makuu yamedhihirika. Baba, habari za Jumapili? Tunamshukuru Mungu, Jumapili imekaa vizuri kabisa. Na mshukuru Mungu kwa neema na uponyaji wake endelea kutupigania. Ndio. Basi mimi nikukaribishe uweze kutufundisha maneno ya Mungu ambayo watu wengi wanayafuatilia, waweze kujifunza kitu gani ambacho tunaweza kukipata kutoka kwako Mchungaji Andrew Mathias Andrew kutoka kanisa la TAG Buhongwa. Karibu sana. Wengi wanakusikiliza na wengi wanafurahi. Karibu. Asante sana, umenitambulisha vizuri. Mimi naitwa Mchungaji Andrew Mathias Andrew, ni mchungaji wa kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God pale Jerusalem Temple Miracle Center. Ninatiwa nguvu na huduma ya injili inayoitwa The Last Days Glory Ministry, ambao wametuwezesha kutupandisha hapa hewani. Pamoja nami ninaye kamanda wangu hapa Edison Mugisha. Asante baba. Karibu kamanda wangu, Mungu akubariki sana. Tunaye mtu kwenye mitambo yetu ya huduma za jamii hapa, anasema social media, anaitwa Jeremiah Steven. Karibu sana mtumishi wa Mungu, tuendelee kuwahudumia wa Tanzania. Msikilizaji wangu, leo ni siku ambayo sasa tunakwenda kujiandaa na lile kongamano kubwa ambalo linakwenda kufanyika kuanzia kesho. Kwa bahati nzuri watu wameanza kumiminika mapema kabisa, na ibada za leo tumeweza kuona watu wakihudumiwa kwa viwango vikubwa vya kimataifa, na Mungu wetu wa mbinguni ameendelea kuwaponya na kuwainua watu. Lakini ninataka nikukaribishe kwa sababu somo ambalo litakwenda kuhitimisha ujumbe wetu wa leo hapa, lakini pia kuanza siku ya kesho, linaitwa ni kikwazo namna ya kuvuka mipaka na vikwazo vya maisha. Namna ya kuvuka mipaka na vikwazo vya maisha. Hii ni somo ambalo tutaendelea nalo kujifunza kwa siku hizo. Siku ngapi? Siku 3 za kongamano hilo la matendo makuu ya ajabu. Amen. Wakati inaenda kuanza, nikukaribishe kwa namba zangu za simu ambazo unaweza ukanipigia, lakini pia unaweza nikupe na namba zingine ambao wanaokuja kesho, maana sitakuwa hewani kabisa kesho. Mtumishi Mugisha anaweza kuwatajia namba ambazo mnaweza kuzitumia kwa ajili ya kufika pale kanisani kwa wale watu ambao mnaweza mkapata shida ya kufika. Maana kuanzia asubuhi mimi sitakuwa hewani mpaka mida ya jioni saa 9 nitakapokuwa ninaingia madhabahuni kwa ajili ya huduma. Okay. Karibu mtu wa Mungu. Namba ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya mawasiliano ukitaka kufika kwenye kongamano kesho Jumanne na Jumatano, unaweza kutumia 076 545 545 84 65. Narudia tena 076 545 8465. Hiyo ni namba ya Voda, lakini Tigo kwa wale watumiaji wa Tigo 0712 502 179. Hizo ni namba ukizitumia utatupata. Okay, sasa hiyo itakuelekeza moja kwa moja kufika kanisani kesho. Lakini kwa ajili ya huduma ya maombezi na ushauri mbalimbali, piga kwa hiyo namba ya 0656192377. 0656192377. Utampata Mchungaji Andrew mwenyewe. Somo letu linaitwa namna au jinsi ya kuvuka mipaka na vikwazo vya maisha, ambalo ndilo somo ambalo tutakwenda kujifunza kesho mpaka hizo siku 3 itakuwa linakwenda hewani. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 21, msomaji. Samueli wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa 20, mstari wa 31.
Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 31, Biblia inasema angalia siku zinakuja nitakapoukata mkono wako na mkono wa mbari ya baba yako, hata nyumbani mwako hata kuwako mzee. Rudia kusoma. Nitarudia. Angalia siku zinakuja nitakapoukata mkono wako. Angalia siku zinakuja nitakapoukata mkono wako na mkono wa mbari ya baba yako, na mkono wa mbari au ukoo wa baba yako, hata nyumbani mwako hata kuwako mzee. Hata nyumbani kwako hakuna mzee. Sasa sikiliza msikilizaji wangu, ni kwamba somo hili linatufundisha namna au vikwazo au mipaka katika maisha, na namna ya kuvuka mipaka au vikwazo vinavyowekwa katika maisha yako. Sikiliza nikwambie msikilizaji wangu, ni kwamba haya maisha tunayoishi, kuna watu hawapigi hatua, sio kwa sababu hawana akili, sio kwa sababu hawapendwi, lakini kwa sababu kuna mipaka iliwekwa katika maisha yao. Binadamu anaweza kuwekewa mipaka ambayo asiipite, na watu wanaoweza kuweka mipaka ni watu wa aina 3. Mungu anaweza kuweka mipaka ambayo ikakutesa na usivuke, lakini pia Ibilisi anaweza kuweka mipaka. Majini, wachawi wanaweza kumwekea mtu mipaka. Mizimu inaweza kumwekea mtu mipaka ambayo hawezi kuipita. Sasa sikiliza, baada ya habari hii kumpata Eli, huyo anayezungumziwa hapa ni Eli, kuhani Eli. Kuhani Eli alipitia kipindi kigumu, watoto wake walikuwa na tabia mbaya. Na kuhani Eli akaambiwa na Mungu kwamba kwa sababu umeshindwa kuwaonya na kuwafundisha watoto wako, basi na kwenda kupeleka hatari kwenye kizazi chako. Mungu anasema nitaikata mikono. Anaposema ataikata mikono, maana yake anamaanisha kwamba ule ukoo wa Eli utakuwa ni ukoo maskini. Maana yake nini? Maana yake kile kizazi au ile familia ya Eli imewekewa mpaka, na mpaka huo unasema kwamba katika familia ya Eli ni familia ambayo itakuwa imekatwa mikono. Itakuwa ni familia ambayo watu watakaoibuka mle hawana lolote, hawana chochote. Itakuwa ni familia ambayo watu watakaoweza kuchomoza kwenye zile familia ni familia ambao hawana ustawi wowote wa kiuchumi. Lakini anamalizia kwa beria nyingine au mpaka mwingine kwamba kwenye familia yako na ukoo wako hakutakuwa na mzee. Msikilizaji, ni kwamba kuna familia ambazo watu wao wanakufa kabla ya kufikisha miaka 40. Huo ni ukoo. Watu wakifikisha miaka 40 hawajafika 50 60 wanakufa. Yaani wao wanatembeleaga hapo 40, mwisho umeenda sana 50 wewe unakufa. Unaweza ukafa kwa ajali, unaweza ukafa kwa pressure, unaweza ukafa kwa magonjwa ya maambukizo. Yaani ni mradi tu umekufa. Sasa matukio haya yanatengenezwa na roho moja inaitwa ni roho ya mipaka. Manake maisha ya mtu yanaweza kawekwa limitation, yanaweza kawekewa barrier. Kuna koo ambazo zimewekewa barrier kwamba kwenye ukoo wenu mtakuwa mnazaa watoto ambao ukizaa unazaa tasa. Lakini kuna koo ambazo zimewekewa barrier kwamba wewe hakutakuwa na watu ambao watafanikiwa. Nitakapokuja hapa siku ya Ijumaa nitaifafanua vizuri hii ya kufanikiwa. Lakini kuna koo zingine ambazo zimewekewa tatizo kwamba kwao watakuwa ni watumishi wa watu wengine, watumwa. Yaani ni ukoo wa watumwa tu. Akiinuka sana anaweza kusoma mpaka la 2. Amevuka hapo. Amevuka hapo labda na kwenda la 7, msomi sana huyo. Hizo ni koo. Unasema mchungaji unatufundisha nini? Naenda kasome habari ya Nuhu. Kanani analaniwa. Biblia inasema na alaniwe Kanani. Nuhu anaongea, anazungumza hivi. Na Biblia inasema atakuwa mtumwa wa ndugu zake. Kwa hiyo kumbe kuna matatizo yanawapata wa Palestina leo.
ni matatizo ambayo yalishazungumzwa, ni laana ya ukoo. Yaani ni familia inalaaniwa kwamba wao watakuwa ni watumwa tu, na hakuna mtu wa kuwatetea hata kama wakipata mabaya. Kwa sababu gani? Ni watumwa wa ndugu zao. Kwa hiyo kuna beria zinawekwa maishani. Unaweza ukang'ang'ana kupita hapa kupita pale. Sasa hizi beria zinatokana na nini? Hizi beria au vikwazo au limitation za kimaisha huwa zinatokana na mambo yafuatayo. La kwanza, ukoo uliokuwa na waganga wa kienyeji. Kwenye ukoo ambapo kumekuwa na waganga wa kienyeji, kunaweza kukatokea watu ambao wanazaa, na wakizaa wanazaa watoto wenye matatizo. Wenye ukoo ambao kumekuwa na wachawi, koo hizi huwa zinazalisha watu ambao hata kama watakuja kufanikiwa lakini wanakufa kabla ya nyakati zao. Koo ambazo zimekuwa na watu ambao walikuwa na tabia ya mauaji, kuua watu, jambazi, koo hizi pia huwa zinazalisha watu ambao wana limitation. Maana Biblia inasema kizazi cha watu waovu cha 3 mpaka cha 4 kinalaaniwa. Hili ni neno la Mungu, huwezi kulipinga. Kwa hiyo unakuta watu wanapambana, akichomoza anakatika, anakufa. Watu wanapambana, wengine wanakuwa ni wa kawaida. Akichomoza akisema ameolewa, akikaa kwenye ndoa ni mwaka mmoja, mwaka wa pili ameachika. Kuna koo ambazo watu wakiolewa hawezi kukaa kwenye ndoa zao. Kuna koo ambazo watu wakioa hawawezi kudumu kwenye familia. Ni watu ambao wanaweza kuondoka kamwacha mke wake na watoto, akaenda kuanzisha maisha mahali pengine, wala ajali, wala haelewi. Ni laana ya ukoo. Bwana amenituma kuwafungua na kuwaweka huru watu walioonewa na ibilisi. Biblia inasema Roho wa Bwana yu juu yangu, maana Bwana amenipaka mafuta niwahubiri maskini habari njema, niwatangazie wafungwa habari za kufunguliwa kwao, na vipofu wapate kuona tena, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Mwaka wa majibu ya wanadamu, mwaka wa kufunguliwa kwa waliosetwa, mwaka wa matasa kupata watoto, mwaka wa wafungwa wa kimaisha kufunguliwa. Ninakuita msikilizaji wangu, Bwana ameniambia nikueleze ukweli huu, ya kwamba inawezekana umepambana kutoa sadaka na utoi, lakini sababu ni kwamba umetoka kwenye ukoo wenye shida. Unahitaji ukutane na kuhani mwenye mafuta ambaye atakusaidia. Asema mchungaji, unatufundisha nini? Sikiliza, Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu alikutana na kuhani anaitwa Melkizedeki. Melkizedeki akambariki. Biblia inasema ya kwamba Yakobo alikutana na mtu mmoja alipokuwa amelala mahali. Huyo mtu ndiye aliyebadilisha maisha ya Yakobo. Pamoja na kwamba jina la Yakobo lilikuwa ni bovu lenye uharibifu, lakini alipokutana na yule mtu wa Mungu aliyejaa mafuta na upako, huyo mtu akayabadilisha maisha ya Yakobo. Tangu siku hiyo wao wanamuita malaika, mimi namuita kamanda wa mbinguni. Huyo aliyegeuza maisha ya Yakobo, likabadilishwa jina kutoka kuwa Yakobo akaitwa Israeli, mpaka leo anatamalaki. Maana alikutana na mtu ambaye amebeba majibu ya watu. Amen. Oh, haleluya. Amen. Sasa ninasema na wewe msikilizaji wangu, siku ya tarehe 1, tarehe 2 na tarehe 3 kwenye madhabahu ya Jerusalem Temple Miracle Center panawaka moto. Inawezekana kumetokea kwenye ukoo wenye matatizo, ukoo uliojaa mashaka, watu wanakufa kabla ya nyakati zao. Unapambana kufanikiwa na umefanikiwa sana, hauvuki milioni, unashuka chini. Ukifanikiwa unafanikiwa, lakini baadaye watu wanakata moto, wanakufa. Sikiliza, njoo kwenye madhabahu yenye majibu. Ni madhabahu ya Jerusalem Temple Miracle Center. Ni siku 3 za moto ambazo tunakutangazia. Kuanzia siku ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano, baba, itakuwa ni siku ya majibu kwa watu wasiozaa, wale waliofungwa matumbo yao wasizae. Njoo, madhabahu inakuita. Wewe umejaribu kufanya biashara, umekopa, lakini mpaka unakimbia madeni. Njoo wewe, Bwana anakuita, njoo.
Rimando rimashata kaparando brabagadesh kamandi. Ya makapa. Mama. Yesu anakuita Mtanzania, njoo. Njoo usikimbilia kwa waganga, njoo. Njoo usikimbilia kwa mizimu, njoo. Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Habadiliki wewe, habadiliki. Habadiliki atakusaidia, njoo. Ni Buhongo wa Jerusalem Temple Miracle Center. Madhabahu ya moto baba. Madhabahu ya moto. Inayo majibu. Bwana ameinua mtu wake. Amemuinua kamanda kwa ajili ya waliolaniwa, kwa ajili ya waliotoka kwenye familia za kichawi, kwa ajili ya waliotoka kwenye uganga, kwa ajili ya waliotoka kwenye mizimu. Wanafunguliwa. Amen. Utafunguliwa. Utafunguliwa. Hakuna mbambamba. Yesu Kristo yu hai. Amefufuka katika wafu, naye amemuinua mtumishi wake kwa ajili ya majibu yako. Amen. Jamani, niseme nisiseme? Sema. Oya makaibe rianto mlanta pragadesh kamande. Yesu Kristo anakupenda Mtanzania. Hakuna sababu ya kuteseka, maana alipigwa kwa ajili yako. Msomaji nisomee andiko jingine, kitabu cha Yoshua sura ya 6. Yoshua sura ya 6 mstari ule wa 26. Tusomee pale, tumishi wa Mungu, halafu tuendelee mbele. Yoshua sura ya 6 mstari wa 26. Ndio. Biblia inasemaje? Naye Yoshua akawapisha kiapo wakati ule, akasemaje? Na alaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko. Unawekwa mpaka hapa kwamba huu mji wa Yeriko hautakuja jengwa. Ninakwambia habari ya kuvuka mipaka. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba katika maisha haya kuna watu wako rohoni ambao wanaweza kuweka mipaka juu ya ukoo, juu ya mtu, juu ya mtoto. Wakasema ukoo huu hautakuja kuwa na msomi, na hata kama wakisoma hawatapata kazi. Wakipata kazi wataishia kwenye ulevi, wakilewa wataishia kwenye mauti. Yani kuna watu ambao kazi yao ni kuweka mipaka juu ya watu wengine. Watu watakaojenga Yeriko wanawekewa mipaka kwamba alaniwe atakayejenga msingi, atakayeujenga ukuta wa Yeriko. Biblia inasema ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wake wa kwanza. Kuna watu wanafariki katika familia sio kwa sababu muda wao wa kuishi maisha, ila ni kwa sababu ya laana ya ukoo na familia. Yesu Kristo alifanywa laana kwa ajili yetu. Cha msingi unapaswa kukutana na madhabahu yenye nguvu za Mungu. Sio kila mtu anaweza kukusaidia katika kona hiyo. Lazima naye kusaidia aweze kuwa amepakwa mafuta katika daraja hilo. Yesu Kristo ameninua na kunipaka mafuta ili niweze kuwa jibu lako. Amen. Kuna mtu mmoja amekuja nyumbani kwa Mungu leo, ambaye nafikiri yuko hewani ananisikiliza. Ni mwanangu huyu sasa. Yeye yuko maeneo ya Kirumba, lakini anakuja pale Jerusalem Temple kwenye madhabahu ya moto. Dada huyu ambaye alipitia changamoto za ndoa yake, kukutana na msukosuko mkubwa, mpaka mume wake akawa ameondoka na kwenda mahali pasipojulikana na kufunga simu asipatikane tena. Lakini baada ya kufika kwenye madhabahu ya Jerusalem Temple amefunguliwa na mume wake, wanaongea vizuri sasa, na tayari tuna taarifa kwamba kuanzia wiki ya kesho mwanaume anarudi ndani. Maana yake nini? Alikuwa ameachika tayari, lakini baada ya kukutana na mtumishi wa Mungu mwenye mafuta, tayari huyu mtu akarejeshewa mume wake. Wakati tunafanya huduma siku ya leo, ilionekana kwamba huyu dada tayari alikuwa ametengwa, ni mtu aliyefungwa ili asiweze kuingia na kukaa kwenye ndoa muda mrefu. Wakati unazungumza, kuna watu wananisikiliza ambao una mke sasa ni mke wa 5, mke wa 6, mke wa 10. Una mume sasa mume wa 5, mume wa 6, mume wa 20. Ni kwa sababu ukai hautulii kwenye ndoa. Sura unayo, shepu unayo, lakini kwenye ulimwengu wa roho umebanwa. Yesu Kristo anakuita njoo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji, malizia huo mstari. Mstari wa 26b. Ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake. Tena atasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Good. Unasikia maneno hayo? Maana yake huu ni mpaka kwamba hakuna atakayejenga Yeriko.
Kama Joshua alisema hivi, kuna wachawi walishasema juu ya ukoo wako. Ndiyo maana watoto wako wanaugua usiku na mchana. Wewe ukipata pesa 500,000 imekuja, tayari kale katoto kanaugua. Tayari yule shangazi wa Kigoma naye anaugua. Akipona yeye tayari anaugua yule mjomba anayekaa pale Nyamazobe. Haya nimekuwa ni bandika bandua mpaka pesa zinaisha, zikiisha wanapona. Hiyo ni kifungo. Wewe umeshafungwa, yani ni familia iliyofungwa kwamba hautakuja kuwa chochote. Ukiinuka kidogo mambo yanainuka ya kukukandamiza. Yesu Kristo ameniinua. Yesu Kristo amenipaka mafuta. Niwe jibu lako. Sikiliza, watu huwa wanaweza kufungwa na binadamu, lakini pia wanafunguliwa na binadamu wenye mafuta. Sikiliza, Biblia inasema palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Kumbe wanaoweza kuwafungua watu ni watu. Majibu yako hayapatikani kutoka kwa malaika. Majibu yako yanapatikana kutoka kwa mtu aliyetumwa na Mungu. Na mimi nimepewa hilo agizo, Karamagados Kamande. Bwana ameniambia, nenda hewani. Ninao wanangu wanaoteswa. Ninao wanangu wameteswa na mizimu. Ninao wanangu wameteswa na uganga baba. Ninao wanangu, Bwana anakuita. Njoo. Minyololo ya kukataliwa inaondoka. Laana zina mikosi ya biashara inaisha. Acha kutegemea waganga. Acha kutegemea hirizi. Yuko Mungu kwenye madhabahu iliyo hai pale Jerusalem Temple Miracle Center. Ukifika hautakuja kusahau, maana ninayemsema ni Bwana. Amejitokeza live. Bwana yuko live. Ukifika Jerusalem Temple utakutana na Yesu Kristo uso kwa uso live. Amen. Ni kuanzia kesho kutwa na Jumatano. Ndio. Unasemaje mtumishi wa Mungu ukisha? Unajua baba, kuna watu wengine wanapitia changamoto nyingi na wanakosa msaada namna ya kuweza kutatua matatizo yao. Ndio. Lakini sasa wewe unayenisikiliza, sisi wenyewe ambao tuko katika madhabahu ile tunauona moto. Ndiyo. Na tumefanikiwa katika namna nyingi kupitia mtumishi wa Mungu aliyeitwa kwa ajili ya kusudi lake. Kwa sasa nikusisitize wewe usipange kukosa, kwa sababu tulikuwa na kongamano mwezi wa 10. Watu walikuja wakaponywa mwezi wa 9. Ilikuwa mwezi wa 9 ile tarehe 29 yenyewe ile. Tarehe 29 ile. Watu waliotoka Kahama, kutoka Tabora. Watu wanatoka Kahama, Tabora, watu wanatoka Mwanza hii yenyewe. Ndiyo. Watu wanapiga simu kutoka mbali. Ndiyo. Na mtu anaomba wakati mwingine kwenye simu huko anagalagala, mapepo yanakimbia. Ndiyo. Sasa vipi je ukifika kwenye madhabahu yenyewe? Inakuaje sasa? Jamani, Sengerema, sikilizeni, Sengerema na waita. Mwanza uko wapi? Unalala mateso mengi. Sasa wakati jibu lako limekuja. Njoo. Mawasiliano tumetoa kesho mpaka kesho kutwa Jumatano. Ni moto Jerusalem Temple na waka. Asante sana kabana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini nakomana Sengerema? Unajua mimi bwana nimeanzia huduma pale Sengerema. Nimeanzia huduma Sengerema mwaka wa 96. Nilifungua kanisa moja pale kijiji kinaitwa Magurukenda. Yule mchungaji akaniambia, bwana wewe kijana tunakuona unaweza ukafanya kazi ya Bwana. Nikapiga mziki pale mwaka mmoja, nikalikabidhi lile kanisa pale. Baadaye nikaenda eneo moja linaitwa Nyashana, ni eneo hilo la Kalebezo pale. Okay. Nyashana pale nimepiga miaka 5, 1998 mpaka 2003. Nilichapa mzigo pale wa hatari, vijana wazuri wakaokoka, nikanoa vijana wazuri leo ni watu wa kuheshimiwa na kuaminiwa. Ndio. Hapo nikaluka nikasema sasa mimi mambo ya injili naachana nayo. Nikaja Mwanza kupiga biashara. Baada ya kufika hapa Mwanza, wakati naendelea na biashara zangu Igogo pale, Mungu akanifuata ofisini, akanikamata, akanikwida. Akaniambia nenda kanitumikie, sitaki kufanya mambo ya kukusanya hela, nenda kaokoe roho za watu. Kwa hiyo unaongea na mtu ambaye sio chumia tumbo, unaongea na mtu ambaye amebeba mzigo wa mioyo ya watu. Mimi nimeanza kuchapa kazi pale 96 Magurukenda hapo kijijini.
Kwa hiyo sio kwamba unafikiri unaongea na watu tia maji tu hapa. Huyu ni Msukuma aliyejaa mafuta ya Mungu. Msukuma anayesukuma Injili. Jamani, haleluya. Yesu anawaita wa Tanzania. Yesu anaita Mwanza. Yesu anaita Sengerema wewe. Yesu anaita Buchasa. Yesu anaita Nyamagana. Misungu uko wapi? Usikae na mizimu ndani. Usikae na mikosi na balaa. Buhongwa, wape taarifa watu, waambie ukifika pale Buhongwa, shuka Buhongwa Center, alafu uliza kanisa la TAG Jerusalem Temple Miracle Center. Watakufikisha eneo moja linaitwa Katorosheli. Alafu unaingia mkono wako wa kushoto, utakuta kuna hema moja hapo, kanisa moja la vioo limewekwa hapo, limepambwa vizuri. Ingia hapo, yani ukifika tu pale getini, utajua hapa mafuta ya Bwana yapo. Na Yesu Kristo atakusaidia. Usibaki hizi siku 3 zikapita bila kufika Jerusalem Temple Miracle Center. Mahali pa kulala papo. Mimi natoka Sengerema, mahali pa kulala utalala hapo. Watu wanakuja waliotoka kule Kahama, si walikuwa nalala hapo ofisini pale, wengine walilala kanisani kule. Baadaye tunajenga madomitori ya kuwalaza watu wote, maana tunategemea kuanza kuingiza watu kutoka nchi za Afrika Mashariki. Watu tunajenga madomitori mahali, tayari tunaandaa miziki mizuri ambayo watu watakuja watalala kwenye mabweni yao, hakuna shida. Jamani, semeni amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa anasema na alaniwe atakaye ujenga Jeriko. Manake Jeriko inawekewa beria, kwamba hakuna mtu atakayejenga Jeriko. Kama Jeriko iliwekewa beria, anaweza kawekewa beria mtu wa ukoo, anaweza kawekewa beria mtoto, kwamba huyu anaendaje, huyu hatafanikiwa. Akienda darasani anaanza kulia machozi, mara mtoto anaanguka shuleni, kumbe ni beria wamemwekewa chawi asisome. Waleteni watoto kwenye hilo kongamano. Waleteni. Msomaji, tumalizie na hili andiko la mwisho, kisha niwaombee baraka hawa watu wa Mungu wa Mwanza, ili Bwana endelee kuwahudumia na kuwasaidia wakati mimi narudi kupumzika katika utukufu wa Bwana. Sasa sikiliza kitabu kile cha Hesabu sura 34 mstari wa 4. Inaelezewa mipaka ni nini? Borders. Hesabu 34:4. Naam, Hesabu 34 mstari wa 4. Biblia inasemaje? Akisha mpaka wenu utageuka kwenda upande wa kusini, sawa, wa kukwelea kwake Akrabim, kisha kupita kuendelea kusini, na kutokea kwake kutakuwa kuelekea upande wa kusini wa Kadesh Barnea. Kisha utaendelea mpaka Hasal Adari na kufikiria Azmon. Mstari wa 4. Komea hapo. Ninachotaka tu kumweleza msikilizaji wangu ni kwamba mipaka ipo. Mipaka manake ni borders. Mipaka manake ni limitation, limit. Mipaka manake ni barriers, kwamba hapa ni kikomo, huwezi pita. Unaweza ukashangaa mnapendana wewe na mume wako, wewe na mke wako, wakati mambo hayajaharibika, ulikuwa ukivunja vyombo ndani, mwanaume anakuambia pole my darling, my baby. Lakini inafika nyakati chombo kinavunjika na kutukana matusi na kukuambia ni punda mnyama. Jua kwa mbwa, wewe ueleweki. Hivi ulitoka familia gani? Anakuzodoa. Jua kwamba kibali kimeisha na umefika mahali ambapo huwezi kuendelea tena kwenye ndoa. Mpaka sasa hivi nazungumza, kuna watu wananisikiliza, ndoa zina amani. Mpaka sasa hivi unanisikiliza, mtaji unaelekea kuisha. Mpaka sasa hivi unanisikiliza, ugonjwa ulionao ni ugonjwa wa hatari. Kuna binti moja aliyeletwa kwangu mwaka 2018. Huyu binti alikuwa na HIV positive. Anaitwa Kendi. Anaitwa Kendi. Ni Mkenya moja. Huyu binti alipofika kwenye madhabahu ya Jerusalem Temple nilimwombea. Kipindi kile pia nilikuwa nimeelekezwa na Bwana kufanya huduma kubwa ya kimombezi.
ijapokuwa sikuwa ninaonekana redioni. Sasa hili ndio limewashwa sasa, ni yani ni balaa. Maana tukitoka hapo mwaka mmoja tunaingia kwenye television. Bwana ameniambia ninapaswa nisaidie watu, sio kitu kingine. Kendi akapona HIV mpaka sasa hivi. Kendi alichukuliwa na Wachina akapelekwa Kahama, anafanya kazi kule kwa Wachina. Ni msomi wa chuo kikuu aliyekuwa anafanya kazi za ndani. Hapo ndio kwa mara ya kwanza mtumishi wa Mungu Mgisa niliona msomi wa chuo kikuu anafanya kazi za ndani za kuosha vyombo. Yani unaweza ukawekewa mipaka hapa duniani. Mpaka ukasema hivi huyu mtu ana akili au hana? Anazo, ila ameshapigwa beria. Na mlango wa kutokea uone. Unajiuliza, msomi wa chuo kikuu tena Mkenya. Hivi unafikiri wa Kenya ni watu wa kuchezea? Kwenye shule wamekaa vizuri. Wako poa. Shule za English medium hapo wamejaa wa Kenya hapo. Sasa yeye anafanya kazi ya ndani. Maana hata ile kufundisha nursery hakupata. Hata yeye alikosa. Lakini baada ya mafuta nilipomwombea HIV akapima vituo 3. Negative. Halafu nikaenda kumrefresh. Kampeleka kwenye chuo cha kompyuta. Ni mimi mwenyewe nilipia hizo gharama. Sawa. Akasoma kompyuta miezi 3. Alipokuwa namalizia tu ile kompyuta, akasema kwanza kabla hajamaliza mwezi mmoja tu akasema baba nimetosha. Akili imeshakaa imerudi. Wow. Akapigiwa simu Kahama na Wachina. Mwaka uliofuata Kendi alikuja, nilimama. Kama sio yule Kendi ulikuwa unamjua. Nakula national cakes. Aya. Bana, ninakuita wewe Mtanzania, mtu wa Mwanza. Njoo Jerusalem Temple Miracle Center. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, hajabadilika. Kinachobadilika ni knowledge, maarifa kutoka katika vinywa vya makuhani. Na mimi nataka nikwambie, yuko kuhani, yuko mtu. Alisubiriwa mtu atumwe kutoka kwa Mungu awe majibu ya watu. Alisubiriwa Yona aenda kaiponye Ninawi. Hapa yupo mtu ambaye amekuja kwa ajili yako. Usiseme huyo sio dini yangu, haitakusaidia. Usiseme huyo simjui, haitakusaidia. Usiseme huyo sio mapokeo yangu, haitakusaidia. Yona akasimama akawaambia watu ukweli. Sikiliza, unaweza ukawa umewekewa beria, maana wewe sio mtu wa kwanza kuwekewa beria. Kuna mtu anaitwa Yusufu aliwekewa beria. Watu wakampangia kumuua, wakamwambia muone muota ndoto anakuja. Wakasema tunamuua halafu tumzike kwenye kisima. Walipanga mipango yao ya kumwangamiza muota ndoto, wakamtupa kwenye kisima. Lakini Biblia inasema Mungu alimfuata kumtoa kisimani. Kupitia hao wauaji, muota ndoto akatoka kwenye kisima. Alipotoka akaingia kwenye kuuzwa. Wakampiga mnada kama wanavyouza suruali na mashati. Sikiliza, inawezekana umepigwa tennis, hauna soko tena. Watu wanakung'onga. Watu wanasema umekwisha. Wanasema kwisha habari yake. Kamtaji kake kameisha. Mme wake amemkimbia. Mtoto wake amekuwa sio lolote. Nisikilize, ninakwambia, njoo ukutane na mimi hapo kwenye madhabahu ya Jerusalem Temple. Ukiniona mimi umemuona Yesu. Maana Biblia inasema, nendeni mkamwambia Yohana Mbatizaji yale mnayoyaona na kuyasikia. Vipofu wanaona, viziwi wanasikia, vilema wanatembea. Wasema, mchungaji unasema tukuone wewe? Ndio. Maana imeandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 1. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Udhaifu wa kutokolewa, udhaifu wa kutobeba mimba, udhaifu wa kutomiliki mali, udhaifu wa kila aina. Wewe ni mwanaume, jogoo hawiki, wewe ni hanisi, njoo kwenye madhabahu, ninakuita. Sema, mchungaji acha kututania. Sikiliza, ni hivi. Onjeni muone Yesu yu mwema. Onjeni
muone Yesu yumwema, oh Yesu yumwema, oh Yesu yumwema, Yesu yumwema, oh Yesu yumwema, wewe Yesu yumwema, Yesu. yumwema. Jamani, mimi ninataka niishie hapo kwa leo, lakini niseme kwamba ibada yetu siku ya kesho itaanza muda wa saa 9 kamili. Saa 9 kamili mpaka saa 12:30 jioni. Kwa sababu hiyo ninakukaribisha, njoo kwa wakati, usichelewe. Mambo yatakayofanyika kwenye hilo kongamano la siku 3. Jambo la kwanza tutagawa pesa za upako. Sasa mchungaji, unataka kutupeleka babaya? Si nilikuwa nakufundisha utajiri. Kwani utajiri manake nini? Tutagawa pesa za baraka. Wafanyabiashara wote 50 wa kwanza kufika pale tutawapa fedha za upako. Lakini jambo la pili tutakachokifanya, tutakuwa na ushirika mtakatifu wa meza ya Bwana. Ushirika ulioombewa. Unakumbuka ile mwezi wa 9 kuna watu walikula ule ushirika wakaanza kutapika, wakaanza kulia, wakaanza kupiga kelele, wenye uvimbe walifunguliwa. So unaikumbuka? Kwa hiyo tutafanya hilo tukio pia. Kwa hiyo mimi nikukaribishe sana. Nambari ya simu 0656192377. Baba, katika jina la Yesu, ninaachilia neema, utukufu na nguvu zako. Ninafungua milango, asiwepo mtu atakayeshinda kufika kwenye madhabahu ya Jerusalem Temple. Mapepo waliofunga miguu, toka kwa jina la Yesu. Mapepo waliofunga fedha za nauli, toka kwa jina la Yesu. Majini, wageni wanaotembea, wanaopanga kuwatembelea hawa watu siku ya kongamano, toka kwa jina la Yesu. Waache, usiwazuie. Waache watu waje kwenye kongamano, wapone, wakutane na Mungu wao, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki sana. Amen. Msikilizaji, mtangazaji, Mungu akubariki sana. Asante sana pastor. Ubarikiwe sana. Uwe na fedha. Nikutakie siku njema. Asante, barikiwe. Amen.